Huyu ni mwanadada aliyejizolea umaarufu mkubwa ndani ya mkoa wa Geita na maeneo mbalimbali. Jina lake anafahamika kama Cecilia Milaji, ni mjasiriamali na mmiliki wa kampuni ya kutengeneza keki na bites. Pia ni mwandaaji wa tuzo hizi za wanawake vinara maarufu kama tuzo za Malkia wa Dhahabu 2025 ambazo hufanyika kila mwaka mkoani Geita. Dada huyu na umaarufu wake ndani ya mkoa wa Geita amekuwa mhamasishaji mkubwa kwa mtoto wa kike pamoja na mwanamke kuonyesha uwezo alionao, ikiwemo kuanza kufanya biashara ya ujasiriamali. Historia yake ni ya misukosuko, hali ambayo hakukata tamaa, huku akiwataka wanawake wengine kuendelea kushirikiana na kutokomeza wimbi la umaskini. Huyu hapa tumsikilize akisimulia historia fupi ya maisha yake ya ujasiriamali. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Mirada Ayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence. Kwa majina naitwa Cecilia Milaji Abdalla, ni mkurugenzi wa Muse Creative Cakes and Bites, ni mwenyekiti wa TWCC mkoa wa Geita na ndio mwanzilishi wa Geita Women Festival ambayo imetukusanyisha sisi hapa siku ya leo. Cecilia Milaji ni mwanamke mpambanaji. Alianzia chini kabisa. Nimeanza nikiuza vitumbua, nikiuza ndizi barabarani, ujasiriamali wa kila aina mdogo ambao wewe unaufahamu. Lakini pamoja na hayo yote sikukata tamaa. Nimepitia changamoto nyingi mbalimbali, lakini kwa kutokukata tamaa kwangu na kukataa kubaki pale pale kama kauli mbiu yetu inavyosema, mpaka sasa nimefanikiwa kumiliki kiwanda ambacho kinahusika na uzalishaji wa keki, mikate, vitafunwa vya aina mbalimbali hapa mkoani Geita. Na mwaka 2023 nilifanikiwa kushinda tuzo ya mwanamke kinara kanda ya Ziwa katika sekta ya upishi na upambaji wa keki kupitia jukwaa la mwanamke kinara. Dada yangu Dida, ninaomba usimame uonyeshe mkono wageni waalikwa. Tuzo hii ya mwanamke kinara niliyoipata ilinipa chachu, ikanipa moyo, ikanipa nguvu ya kuendelea kupambana. Na kupitia tuzo hiyo ikanipa sababu tatu zifuatazo. Kwanza, kurudisha kwa jamii yangu shukurani kwa kile ambacho wamekuwa wakiniamini, wateja wangu na wote wa kanda ya Ziwa ambao walinifanya mimi kuwa mshindi kwa kupitia kazi zangu ambazo nilikuwa nazifanya. Kwa hiyo nikaamua kurudisha kwa jamii yangu kwamba niwatumikie wanawake. Nikaanzisha grupu kwa kuwaleta pamoja wanawake wa mkoa wa Geita. Tulianza na grupu la WhatsApp, lakini baada ya grupu la WhatsApp tukaanza msimu wa kwanza wa Geita Women Festival mwaka jana. Na leo hii kupitia tamasha la Geita Women Festival mwaka jana tulifanikiwa kuunda magrupu mawili, vikundi ambavyo vinawezesha wanawake kupata mikopo na kusaidiana kijamii. La kwanza linaitwa Geita Smart Women, wanachama wake wako hapa. Naweza mkapunga mikono Geita Smart Women ambao wamezaliwa kutokana na Geita msimu wa kwanza, Geita Women Festival msimu wa kwanza. Na pia kuna grupu ya Geita Golden Women. Hizo zote ni zao la Geita Women Festival msimu wa kwanza. Lakini katika safari yangu ya mafanikio, mbali na kupata tuzo hiyo, nimekuwa nikishirikiana na SIDO. SIDO wamenishika mkono katika safari yangu ya mafanikio. Toka ninaanza sina kiwanda, wameniwezesha kupata nembo ya TBS ya ubora. Wamekuwa wakinishika katika kila hatua, na tumekuwa tukishirikiana na SIDO hata kutokea tamasha la mwaka jana ambalo tulilianza. Mama yangu kipenzi Madam Nina Nchimbi, mlezi wangu, hajaniacha nyuma, ninamshukuru sana. Mafanikio yangu yote amekuwa akinitia moyo na kuniambia, Ceci unaweza, Ceci usikate tamaa. Lakini pia baada ya kushinda tuzo mwaka jana nikafanikiwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa TWCC,
chemba ya wanawake wafanyabiashara mkoa wa Geita. Kwa hiyo TWCC imeniwezesha kuendelea kukutana na wanawake, kuwashauri, kuwaelezea namna ya kupambana. Imenipa wigo mkubwa na ndio tuko pamoja mpaka hapa sasa. Tunaendelea kushirikiana katika kuhakikisha kwamba mwanamke wa Geita anajitambua, mwanamke wa Geita anapambana, mwanamke wa Geita anafanikiwa. Malengo ya Geita Women Festival. La kwanza, kutambua mchango mkubwa unaofanywa na wanawake wa mkoa wa Geita kwa kuwapatia tuzo za Malkia wa Dhahabu. Ni kwa nini tumezipa hizi tuzo za Malkia jina tuzo za Malkia wa Dhahabu? Kwanza, zimeanzishwa katika mkoa wa Geita ambao asili yake na rasilimali kubwa ya mkoa wa Geita ni dhahabu. Na tunatambua kwamba dhahabu ili iweze kung'aa lazima iwe imepita kwenye moto. Kwa hiyo wanawake hawa ambao tutawapongeza usiku wa leo, tutakaowapa tuzo usiku wa leo, ni mwanamke yule ambaye amepitia katika moto wa aina mbalimbali, changamoto za aina mbalimbali, lakini mwanamke huyo Malkia wa Dhahabu hakukata tamaa, hakurudi nyuma. Pamoja na vikwazo vyote alivyokutana navyo, lakini aliweza kusimama na kusonga mbele. Kwa hiyo nina hakika Malkia wa Dhahabu ambao watapata tuzo usiku wa leo, kila mtu anakiri kwamba yule mwanamke anastahili. Lengo la pili ni kuwaibua na kuwasaidia wanawake wanaojituma lakini wana changamoto ya mitaji ambayo inawakwamisha wao kuto kusonga mbele. Unakuta mwanamke ameanza biashara yake, labda ana kigenge, anauza nyanya, ana mafungu 5. Lakini kila ukienda leo ukirudi kesho yale mafungu hayaongezeki. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili kibanda chake kiko vile vile. Kwa hiyo tunahitaji kuwaibua wanawake hao ili tuweze kuona wanakwama wapi. Na kwa kushirikiana na SIDO na TWCC tutawapa elimu hao wanawake, tutawashika mkono na kuhakikisha kwamba wanasogea na kusonga mbele kupitia jukwaa hili la Geita Women Festival.